Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imejipanga vyema kumaliza tatizo la usafiri na usafirishaji wa mizigo katika kisiwa cha Pemba. Alhaji Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipofungua msikiti mpya wa Chachani uliopo Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba uliojengwa na mfanyabiashara Saidi Nasor Bopar. Limetolewa ombi hapa kupitia kwa Bwana Said Bopar. Anasema kuna shida ya usafiri wa mizigo kuja Pemba, na mimi najua hilo. Bahati nzuri niliagiza shirika letu la meli Zanzibar kwamba tusiachie sekta binafsi peke yake katika kutoa huduma za usafiri, kwa sababu sekta binafsi inapoamua kupandisha bei tutashindwa kukabiliana nalo kama na sisi kama serikali hatuna ushindani. Kwa hivyo tukakubaliana serikalini tununue meli za serikali. Tukafanya kwanza kazi ya kuitengeneza meli ya MV Mapinduzi, imeshapona alhamdulillah. Katika siku za karibuni hivi itaanza safari za Unguja kuja Pemba. Lakini vile vile tumenunua meli mpya mbili hizi za haraka, hizi za mwendo kasi. Shirika la meli limeitengenezesha meli mbili za abiria za mwendo kasi ili tuweze kukabiliana na changamoto ya uhaba wa usafiri au gharama za usafiri. Na alhamdulillah, nashukuru mashirika ya ndege sasa hivi yako mengi. Bado serikali hatuna shirika letu, lakini tuna mpango huo wa kuhakikisha na sisi tunakuwa tuna shirika letu la ndege ili kupunguza gharama na kuongeza usafiri katika visiwa vyetu. Sasa ombi hili ninalipokea kama tulivyofanya kuongeza meli mbili za mwendo kasi kwa ajili ya abiria. Sasa serikali itatafuta meli ya mizigo ya kuleta kutoka Unguja Pemba au Pemba kwenda Unguja, ili tuondokane na tatizo hili ambalo ni tatizo sugu. Lakini nina matumaini vile vile kwamba kwa sababu sasa hivi kuna ujenzi mkubwa wa bandari yetu ya Mkoani na bandari ya Shumba, nina uhakika hata sekta binafsi wataleta meli zao za mizigo zaidi kuliko hivyo sasa. Sasa hivi tatizo zaidi ni bandari zetu. Insha Allah, hili nimelipokea, tutalifanyia kazi ili tuweze kupunguza shida ya usafiri wa mizigo kuja Pemba kutoka maeneo mengine. Tumebakiwa na siku moja au mbili, tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumekumbushwa hapa na wazungumzaji kwamba mwezi huu ni mwezi wa ibada, mwezi wa Qur'an. Ni vyema basi tufanye ibada kwa wingi, ni vyema misikiti ijae, na kwa bahati mbaya sana isije mwanzo wa Ramadhani mwisho ikawa mitupu. Kule mwisho kule ndio kuna fadhila zaidi. Tukumbushane hilo kwamba tukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka siku ya mwisho tubaki kwenye misikiti tunafanya ibada. Lakini vile vile ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunahitaji kuhurumiana. Yako makundi ndani ya jamii uwezo mdogo, tunahitaji kuwahurumia. Kama hayo makundi niliyoyataja na mengine, wengine hawana tatizo la ulemavu wala uyatima wala ujane, lakini hawana uwezo. Masikini na mafakiri wamo katika jamii zetu. Hawa tuwatizame kwa jicho la huruma. Ni waombe wafanya biashara, kipindi hichi si cha kupandisha bei za bidhaa. Kipindi hichi ni cha kushusha bei katika kuwahurumia wasiokuwa na uwezo. Kwa hivyo katika hili tuendelee kukumbushana, bei za bidhaa zisipande kwa sababu tu ati Ramadhani imeingia. Hiyo itakuwa ni kwenda kinyume na maagizo ya Mola wetu. Siku zote anayejenga na kuamirisha misikiti, man amana billahi, ni mtu ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu. Tena sio kumwamini tu Allah, wal yaumil akhir, akaamini kwamba ipo siku ataondoka katika hii dunia na atahesabiwa na atasimama mbele ya Allah. Ziangalie hizo ishara na dalili. Kisha wa ata zaka, akatoa zaka.
amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-sala, akasimamisha sala, wa ata az-zaka, na akatoa zaka, walam yakhsha illa Allah, na hakumwamini wala kumwogopa mtu yoyote isipokuwa Allah. Wafanya biashara wa Pemba na wananchi wa Pemba na mashehe wa Pemba wamenituma, wanapata shida wakati wa mwezi wa Ramadhani, tuwatafutie meli japo ndogo ya tani 1000. Tunataka kuleta vitu vya mwezi wa Ramadhani kwa sadaka, tunashindwa. Meli zilizopo hazitutoshi, abiria hatuna shida ya meli wala wa ndege. Alhamdulillah, wanajitahidi, Bahresa na Ikram wanajitahidi na ndege zote, lakini mheshimiwa, mimi sipati usingizi. Mizigo ya Ramadhani mpaka leo haijaja hapa, na mimi kama sikuja, baada ya watu kuniombea dua wataniapidha. Kwa nini hajaleta sadaka yetu? Kwa nini hajaleta zaka yetu? Nitabeba dhima kwa Mungu. Mchele upo, umefika, alhamdulillah, umefika jana Pemba, containers zimefika kutoka direct India, lakini vitu vingine mpaka vipite Zanzibar. Kwa hivyo haya maombi wamenipa special. Angel Paul, ASAM Online TV.